Jeshi la wanamaji la Marekani limeiamuru manowari yake kubwa ya kubebea ndege za kivita USS Abraham Lincoln kuelekea Mashariki ya Kati, hatua inayoashiria kuongezeka kwa tahadhari za kijeshi kufuatia mvutano unaozidi kati ya Washington na Tehran. Uamuzi huo umechukuliwa wakati hali ya usalama katika eneo hilo ikizorota kutokana na maandamano makubwa nchini Iran na hofu ya mgogoro mpana wa kikanda. USS Abraham Lincoln, ambayo ni mojawapo ya manowari kubwa zaidi za daraja la Nimitz zinazotumia nishati ya nyuklia, imekuwa ikifanya operesheni zake katika bahari ya kusini ya China kabla ya kupewa maagizo mapya ya kuelekea Mashariki ya Kati. Meli hiyo inatarajiwa kuchukua takriban wiki moja kwa kikosi chake cha kivita kuwasili katika eneo hilo, kikipitia bahari ya Hindi kuelekea Ghuba ya Uajemi. Kikosi cha USS Abraham Lincoln kinajumuisha ndege mbalimbali za kisasa za kivita na ufuatiliaji, zikiwemo ndege za FA-18 Super Hornet, EA-18G Growler, E-2D Advanced Hawk pamoja na helikopta za MH-60 Seahawk. Aidha, kikosi hicho kinalindwa na meli kadhaa za kisasa za kivita aina ya Aleiback pamoja na manowari ya siri ya nyuklia ambayo hutofautiana kwa jina lake kutokana na sababu za kiusalama. Uwepo wa manowari hii katika Mashariki ya Kati unatafsiriwa kama ujumbe wa wazi wa kuzuia na kuonyesha utayari wa kijeshi wa Marekani kwa washirika wake na pia kwa wapinzani wake. Ingawa manowari si lazima kwa mashambulizi ya moja kwa moja, uwepo wake unaipa Marekani uwezo mkubwa wa haraka wa kushambulia, kulinda anga na kutoa msaada wa kijeshi katika eneo lenye migogoro mingi. Hii inakuja baada ya Marekani kwa muda mfupi kupunguza uwepo wake wa manowari katika Mashariki ya Kati mwaka jana, iliporejesha manowari ya USS Nimitz nyumbani kufuatilia kukamilika kwa safari yake ya mwisho ya kikazi baada ya zaidi ya miaka 50 ya huduma. Tangu wakati huo, Marekani imekuwa ikijaribu kusawazisha mahitaji ya kijeshi kati ya Mashariki ya Kati na eneo lote la Indo-Pacific, ambako ushindani wa kijeshi na China umeongezeka kwa kasi. Uhamisho wa USS Abraham Lincoln kutoka Indo-Pacific kwenda Mashariki ya Kati umeacha changamoto kubwa kwa jeshi la wanamaji la Marekani, ambalo kwa sasa linakabiliwa na uhaba wa manowari zinazopatikana kwa haraka. Baadhi ya manowari nyingine kubwa ziko kwenye matengenezo au zimerejea kutoka safari ndefu za kijeshi, hali inayolazimu Pentagon kufanya maamuzi magumu ya kipaumbele cha kimkakati. Wakati huo huo, meli nyingine za kivita za Marekani zinaendelea kufanya operesheni katika Ghuba ya Uajemi na maeneo ya karibu, ikiwa ni sehemu ya mpango mpana wa kuimarisha ulinzi wa kambi za kijeshi za Marekani na washirika wake endapo mvutano na Iran utageuka kuwa mapigano ya wazi. Wachambuzi wa masuala ya ulinzi wanaeleza kuwa hatua ya kupeleka USS Abraham Lincoln inaonyesha wazi kuwa licha ya mkazo wa Marekani katika ushindani wa kimataifa na China, Mashariki ya Kati bado ni eneo ambalo Washington haiwezi kulipuuza kabisa. Migogoro inayoendelea nchini Iran pamoja na hofu ya mashambulizi ya kulipiza kizazi dhidi ya vituo vya Marekani na Israel imeifanya Pentagon kurejea mkakati wa kuonyesha nguvu za baharini kama njia ya kuzuia mgogoro mkubwa zaidi. Huku mwaka 2026 ukiendelea na manowari kadhaa kubwa za Marekani zikiwa njiani kustaafishwa au kucheleweshwa kuanza kazi, changamoto ya kusimamia migogoro mingi kimataifa kwa wakati mmoja inaendelea kuwa jaribio kubwa kwa uwezo wa kijeshi wa Marekani.